Nataka niwaambie jambo la kusikitisha, hata kwa sisi mashekhe na maduati mbalimbali, hasadi ndio inaokita katika nafsi zetu, na hakuna hasadi iliyokuwa mbaya kama hasadi ya wanazuoni. Wanasoma Qur'ani, wao wanaijua, sunna za mtume wanazijua, aqwali za wanazuoni wanazo, na masahaba wanajua aqwali zao, lakini utashangaa husda baina yao ambayo inasababisha kuharibu hata da'wa, sababu ukiitazama haina msingi wowote. Ona matatizo ambayo tulikuwa nayo hivi sasa, taasisi kwa taasisi, mashekhe kwa mashekhe. Ameyasema mwanachuoni al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, idha ra'at al-umma utakapoona anna ahlu as-salah wal istiqama bainahum hadha al-hiqd wa khilaf masail ad-din fasatudhrab saf anhum wa amma 'indahu min al-khayr wal-huda. Jamii ikikaa ikaanza kuangalia mashekhe bainahum hadha al-hiqd, jinsi gani walivyokuwa wana vifundo baina yao, wal khilaf al-masail, na ikhtilafu katika mambo ya dini, unashangaa hivi kauli hii inapelekea mashekhe wanataka kutoana roho kwenye memba. Hivi shekhe fulani inawezekana akafikia hatua ile katika jambo hili tu? Hivi huyu shekhe si mitaa miwili anakaa nyuma yule shekhe, alishindwa nini kutoka kwenda kumpa nasaha ndugu yake Muislamu mpaka atoke aende kwenye vyombo vya habari, mpaka ifikie mahala kwamba azungumze, achafue heshima ya mtu? Sababu ni nini? Hasadi peke yake. Utaona jinsi gani ikhtilafu za mashehe zilipopelekea mpaka ikafikia mahala umma unaparanganyika, dini inakosa nguvu, sunna inaanza kupoteza mwelekeo kwa baadhi ya watu kwa sababu za ikhtilafu zisizokuwa za msingi. Haya mavinyongo tulokuwa nayo, chuki tulizokuwa nazo, husda tulizokuwa nazo, zinatufikisha wapi? Ona madhara ambayo tumebeba katika maisha yetu, katika mioyo yetu, mambo kama hayo. Utakwenda kumwambia nini Allah? Magomvi ambayo hayana natija yoyote kwa sababu tu ya maradhi ya hasani katika mtazamo wa Kiislamu. Na mtu bahati mbaya anaweza asishtuke kwa yale alokuwa nayo kwa sababu ni adhabu